Majitu makubwa duniani. Hapa duniani yamewahi kutokea majitu makubwa sana. Nini chanzo cha majitu hayo na kwa nini yalitokea majitu hayo? Kwende samama nami, naitwa Preacher Timothy Raphael. Na kama kabisa ni mgeni kwenye chaneli ya Jehovah Media TV Online, ni mara ya kwanza kuangalia, unaweza kusubscribe, comment and kushare video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwenda kujifunza sambamba kuhusu majitu makubwa hapa duniani. Hapa duniani yamekutokea majitu makubwa sana. Hayo majitu ni majitu gani? Na majitu kwa nini yalienda kutokea? Hayo majitu huitwa wanefili. Hawa watu ambao ni wanefili ambao walitokea baada ya wana wa Mungu walipo duniani, baada ya kuingia binti za wanadamu na kulala nao na kuzaa wana. Walisifiwa kuwa watu hodari sana, walisifiwa kuwa watu wenye sifa, na baada ya hayo ndipo tokea maovu mengi duniani. Nisikilize, ikiwa wanadamu walipozidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri sana, wakajitwalia kwa hao wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 520. Kwa hapo mwanzo kabisa duniani mwanadamu alikuwa anaishi miaka 520 tangu alipoanza maovu. Maana Mungu alienda akiwa anapunguza miaka kuishi kwa mwanadamu. Hadi sasa miaka ambayo imekadiriwa kuishi kwa mwanadamu akiwa na nguvu ni miaka 70. Kwa ilianza miaka 520. Na wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia binti za wanadamu wakazaa nao wana, nao ndio waliokuwa waitwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Kwa hao watu walikuwa wanaitwa watu ambao ni wanefili. Walikuwa ni watu ambao ni majitu makubwa sana hapa duniani. Hadi sasa haijawahi kutokea tena watu wenye nguvu, watu hodari, watu wenye nguvu kama hawa watu ambao walikuwa wanaitwa wanefili. Bwana kuona kuwa maovu ya wanadamu yamekuwa makubwa hapa duniani, na kila kusudi la moyoni mwake kwamba alikuwa akiwaza mawazo mabaya siku zote. Bwana kagairi kwa kuwa amewafanya wanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akamfutilia mbali mwanadamu, ndiye muumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kipindi hichi ni kipindi ambacho tayari Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Maana alikuwa ni mtu ambaye tu alimtii Bwana na kufuata sheria zake. Nuhu akapata neema na kibali cha kutengeneza safina kwa maelekezo ya Mungu ambaye aliendelea kumonyesha siku hizo kipindi hicho. Kwa kipindi hichi ndio ambacho ni kipindi ambacho majitu hapa duniani yanaenda kutokea, na kipindi hicho tayari Mungu akamwelekeza Nuhu kujenga safina, na kuanzia hapo maovu yalipozidi hapa duniani ndo gharika likawa limeanza tayari Mungu kuanzisha kizazi kipya. Kwa hakuna jambo jipya chini ya jua, yote ambayo unaona tayari yamekwisha kutokea. Unapoona watu hodari, watu ambao ni majitu makubwa sana, chanzo chake na watu ambao walitwa wanefili. Lakini baada hayo Mungu alifutia kizazi hiki mbali, akaanzisha kizazi kingine kwa Nuhu. Baada ya kujenga safina ikatokea gharika kubwa sana, wakatua katika mlima unaitwa Ararat. Soma taarifa hizi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 8. Mungu akubariki sana. Thanks for watching.